Balozi katika eneo la kwa Mchagaa shina nambari 28 katika mtaa wa Murieti kata Sokoni 1 jijini Arusha, Bwana Sebastian Edward maarufu kama Machonchori mwenye umri miaka 53 anashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za mauaji ya kijana Nicholas Manase mwenye umri miaka 30 kutokana na ugomvi uliotokea wakati wanakunywa pombe na bwana mmoja aliyefahamika kwa jina la Doto. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, wameeleza kuwa siku ya tukio balozi alipigiwa simu kuwa Nicholas wanagombana na mtu mwingine aliyetajwa kwa jina la Doto ambaye ni ndugu yake balozi, na alipofika balozi akaanza kumshambulia Nicholas kwa kumpiga panga la kichwa mara 2 na kumsababishia majeraha makubwa. Baada ya balozi kutekeleza unyama huo, alipigia polisi wakafika eneo la tukio na kumchukua Nicholas kisha kumpeleka kituo cha afya cha Murieti na baadaye akahamishiwa hospitali ya Mount Meru ambapo aliingizwa katika chumba cha uangalizi maalum ICU mpaka kifo kilipompata. Joseph Emmanuel ni mwenyekiti wa mtaa wa Murieti jijini Arusha. Amekiri kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa kwa sasa balozi huyo anashikiliwa na polisi kwa ajili ya uchunguzi na mahojiano zaidi. Jina linaitwa Joseph Emmanuel, mwenyekiti wa mtaa wa Murieti kata Sokoni 1. Mnamo tarehe 16 mwezi wa 3 majira ya saa 11 nilipata simu kutoka kwa balozi wangu wa shina aitwaye Sebastian Edward na kuniomba msaada wangu kama mwenyekiti wa mtaa kwa kuniambia kwamba kuna vijana wanagombana mtaani kwake, wanashikiana mapanga. Akaniomba kama mwenyekiti kwamba niweze kufika eneo lile, lakini kwa bahati mbaya nilikuwa mbali nje ya mtaa wangu. Basi nikamwambia ninachoweza kukusaidia ni kwamba labda nikutumie namba za polisi ili waweze kukusaidia, na nilifanya hivyo. Nikamtumia namba hizo, akaweza kuwasiliana, na baadaye nilimpigia simu akaniambia nimepata msaada. Kwa hiyo polisi walipofika eneo lile wakuta waliokuwa wanagombana, wakamchukua mmoja ambaye ndiye aliyekuwa amekutwa pale, na taarifa za yule mwingine kwa nini hakukamatwa sikupata vizuri. Basi yule aliye, kwa mujibu wa balozi, akanieleza kwamba yule aliyekutwa pale alikutwa na jeraha kubwa kichwani wakati amelala, wakati ananyanyuliwa sasa kupelekwa kituoni. Alipofikishwa kituoni wakaona kwamba ana jeraha kubwa, ndipo walipopata wazo la kumpeleka hospitali ya Murieti. Walipomfikisha wakaona kwamba ile jeraha ni kubwa, wakamhamisha katika hospitali ya mkoa wa Mount Meru. Walipomfikisha wakaona pia jeraha bado ni kubwa, ikapelekea mpaka akaingizwa kwenye chumba cha ICU. Baadaye nikapata taarifa Jumamosi kwamba yule bwana amefariki kupitia sasa kwa balozi jirani anaitwa Musa Steven. Akanijulisha kwamba yule bwana amefariki, na nilipokea msiba huo kwa masikitiko makubwa sana, kwamba kitendo kile kilichofanyika hakikuwa ni kitendo cha kuungwana, kwa sababu sisi kama viongozi tunapopata taarifa ya watu kugombana au kuonyesha viashirio vya uvunjifu wa amani, lazima tuhakikishe kwamba tunarejesha amani na amani endelee kutawala katika mitaa yetu, lakini pia katika familia zetu. Kwa hiyo kwa masikitiko makubwa nimesikitika sana kwa kilichotokea, lakini jeshi la polisi bado linaendelea na uchunguzi kubaini kwamba ni nani aliyehusika katika mauaji hayo. Kuhusishwa, kwa mujibu wa taarifa alizonipatia balozi, alisema kwamba yeye aliitwa, akafika kwenye eneo hilo, akakuta watu wanagombana, akaingia kama kiongozi kusuluhisha. Kwa hiyo yaliyoendelea kwamba amehusika kupiga, sijapata taarifa kamili kwamba amehusika yeye ama hajahusika. Kwa hiyo bado tunaendelea kusubiri jeshi la polisi litatoa taarifa kamili baada ya uchunguzi. Kwa sasa hivi balozi huyo ameshikiliwa na jeshi la polisi, kwa hiyo yuko kituo cha polisi Murieti. Story sikupata, ni kwamba tu nimeambiwa kwamba wamekutwa wakiwa na mapanga. Sasa ametoka nayo wapi? Hiyo story sijapata kwamba ametoka nayo wapi. Kwa kweli ninamfahamu kama balozi wangu, ni aina ya mabalozi ambao ni kiongozi mtaratibu. Kwa hiyo hata ile kuhusishwa kwamba amehusika kupiga, nimesikitika kama amehusika, lakini bado sijajua kama amehusika. Lakini kwa masikitiko makubwa nimesikitika kama amehusika, maana ni aina ya viongozi wa taratibu na ni aina pia watu ambao ninawategemea katika
mashina kushauriana na kuongoza mtaa wangu. Kijana aliyeuawa kwa jina moja nimemtambua kwa jina la Nicholas. Kwa kweli mimi sijapata kumuona moja kwa moja, ila nimeangalia picha. Ni kati ya umri wa 33 35. Yes, kwa taarifa nilizozipata, chanzo cha ugomvi ni kwamba walikuwa wamelewa. Walikuwa wanakunywa pombe, baadaye kapelekea mpaka wakaanza kugombana. Wito wangu ndani ya mtaa wangu wa Muriet, kata Sokoni 1, pale unapokuta watu wanagombana, cha kwanza ni kuhakikisha kwamba unatatua tatizo na sio kuwa sehemu ya tatizo. Kwa hiyo wananchi wangu wote wa Muriet wanaonisikia, niwatake sana na niwaombe sana kutatua na sio kuchochea ugomvi. Kwa hiyo niwaombe pia wasijichukulie sheria mkononi, wahakikishe kwamba wanafuata sheria na sio kuvunja sheria za nchi yetu. Kwa taarifa za familia, nimeambiwa kwamba atazikwa siku ya Jumatano, lakini sio mtaani kwetu, atasafirishwa kupelekwa mkoa wa Manyara. Maeneo yao asili yao ni mkoa wa Manyara kwa mujibu wa taarifa nilizozipata. Kwa kweli limeleta taharuki kubwa sana. Kwa sababu kila mtu ameshangazwa na jambo hilo. Kwa kila mtu anazungumza kivyake, lakini bado naendelea kuwaambia wananchi wangu wa Muriet tusubiri jeshi la polisi, mnaendelea na upelelezi. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ni waombe wao watulivu, huku tukiwasubiri jeshi la polisi wakiendelea na upelelezi wao.